Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, kipindi Tumaini 33. Sina shaka hujambo na unatutazama vyema popote ulipo kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, lakini pia katika mtandao wetu ingia YouTube, andika Tumaini_TV, subscribe. Unaweza kuchangia na baada ya hapo utatutazama kwa uzuri kabisa. Tunazungumza juu ya ibada ya huruma ya Mungu na Ekaristi Takatifu. Pamoja nami wakati huu ni Padre Ticho Rwigwishora kutoka parokia Nyuguru, paroko wa parokia hiyo. Hali kadhalika tuko na dada Areta Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL jimbo kuu la Dar es Salaam. Yeye mbobea kwenye ibada ya huruma ya Mungu. Balozi wa Mtakatifu Faustini. Hata utani. Pamoja na timu nzima Tumaini 33, tukutakia utazamaji mzuri. Baba, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tusali Bwana alivyotufundisha kusali. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Bikira Maria mama wa huruma, utuombee. Mtakatifu Sister Faustina, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Karibu Father. Asante. Yes, karibu. Tunaitazama sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Yeah, umetuambia Ekaristi Takatifu ni huruma, Ekaristi Takatifu ni shukrani, Ekaristi Takatifu ni Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo yule pale. Pia umetufundisha tumpokee Yesu, tusiwe na dhambi za mauti. Yaani tayari roho zetu tuwe tumeshapokea sakramenti ya kitubio. Pale ndipo tutakapoweza kupata neema ambazo yule anayekomunika akiwa na roho safi anastahili mbele ya Mungu. Pia umetufundisha kuna watu ambao wanaishi wana vikwazo vya kuto kumpokea Mungu. Wanakosa neema kubwa mbele ya Mungu. Pia umetufundisha tunapoingia kanisani, pale kwenye kizingiti cha kanisa, tuuache nyuma ulimwengu. Tunavyoingia mule, roho, mwili, tuwe katika uwepo wa Mungu, kwa sababu pale padri anaenda kufanya maadhimisho ambayo aliamriwa na Mungu ili sisi tuweze kumpokea Bwana na tupate utakatifu. Karibu Father, karibu Padre. Okay. Yeah. Tusiende kanisani kwa mazoea. Ndio. Yeah. Ndio. Na kila misa ni mpya. Kila misa ni mpya. Na ukifika pale au tukifika pale, tusifikiri iwe kwa kujua au kwa kutokujua, tusifikiri kwamba sisi ndio center of attention. Kiasi kwamba tukaona kwamba kinachofanyika pale kinaturidhisha, kituridhishi, kinatuvutia, kituvutii, kinatusisimua, kitusisimui. Kwa sababu pale mwenye show yake pale ni Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na wakati mwingine yani huwa tunadhani kwamba kwa sababu yupo padri pale basi inawezekana padri ndio mgeni rasmi kwenye shughuli. Okay. Lakini hata padri mwenyewe sio mgeni rasmi, sio mhusika mkuu, sio nini. Mwenye shughuli pale ni Yesu. Yani hata nafsi ya padri yenyewe inapaswa kufifia kwa namna fulani hivi kwenye macho yetu. Ndio maana kwa mfano sisi kati ya vitu ambavyo tunafundishwa na kusisitizwa ni kupunguza ile tunaita dramatization. Okay. Ya lile adhimisho lile. Ili kusudi ni watu wasikodoe macho sana kutazama padri na anavyofanya na anavyoimba na anavyoenda na anavyofanya nini. Tuliacha adhimisho katika uhalisia. Liacha ile adhimisho liende kutiririka ili kusudi ile habari ya kwamba ni Yesu mwenyewe ndiye anayefanya ile shughuli pale na padri ni kiwakilishi chake. Yesu anatumia mikono ya padri, anatumia sauti ya padri, anatumia na uwepo wake. Basi iweze kuwa dhahiri hata kwa wale watu wengine ambao
wanashiriki. Okay. Na ndugu zanguni, basi mtangazaji wetu ndugu Gaudens pamoja na dada Areta na washiriki wengine kwa kutazama. Leo hii wakati najiandaa kwa ajili ya sehemu hii ya kipindi, nilipata mawazo na mang'amuzi fulani hivi. Unajua kwenye maisha yetu sisi ya Ukristo, kwa ujumla nyinyi waumini wenzetu au waumini wetu walei, huwa mnadhaniaga kwamba yani padri kama vile padri sio sehemu yetu. Sawa? Padri sio sehemu yetu. Kwa sababu hiyo, si kwamba hamtaki ukaribu, lakini ni kama vile it doesn't cross, yani haiwaingilii kwenye fahamu zenu ya kwamba padri pia naishari, padri yupo lakini hatuko conscious ya uwepo wake, si ndio? Ndio wanasema kwamba watu wanaweza wakaulizana wameamkaje nini, lakini wasikumbuke kumuuliza padri kaamkaje. Unaweza mkaja kanisani, sio? Mkaja kanisani, mmesali misa pale vizuri kabisa. Wakati wa kutoka mmefika pale nje, basi mmeonana majirani, mafiki mmesalimiana pale lakini yani kusiwe na mmoja ambaye atamuuliza padri, padri mrasa hapa wewe. Na anaweza akapita hapo tukamwacha. Au akipita pale anze kuwasalimia tumsifu Yesu Kristo na nini, basi yani kuna ile tendency ya kudhani kwamba always padri yuko okay na sivyo. Na kwa sababu hiyo pia kuna uwezekano hata katika mazingira ya maadhimisho yetu tukadhani ya kwamba padri yuko nje ya adhimisho. Sawa? Padri anatusalisha. Si ndio hata kwamba padri anatusalisha. Sivyo? Yes. Yaani anafanya kitu padri hivi ambacho sisi huko ndo tunachokiita, lakini yuko nje yake huko. Wakati padri ni sehemu ya lile adhimisho. Sawa? Padri ni sehemu ya lile adhimisho. Na ndio hapo sasa ikanijia jambo kwamba Yesu alikuwa anamtokea Sister Faustina. Na alikuwa anazungumza naye yeye. Lakini anamwambia Sister Faustina ndio aende akawaambia mapadri, afu mapadri waseme kwa watu. Sawa? Nikakumbuka habari hiyo hata siku ya ufufuko wake. Yesu alikutana na wale wakina mama waliokuwa wamekwenda kaburini kule. Sivyo? Lakini habari ya ufufuko wake kufikia kwa ulimwengu, aliwaambia nani? Nendeni mkawaambie marafiki zangu au wanafunzi wangu. Sivyo? Watoke hivi na hivi na kwamba hivi, lakini waende Galilaya, huko tutaonana. Na kumbe ikaja ile habari ya kwamba ni hawa ndio ambao Yesu aliwapa ile commission ya msingi ile. Nendeni ulimwenguni mote, kawafanye watu wote, watu wa vizazi vyote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kwanza mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yale ambayo mimi nimewaamuru nyinyi au nimewaagiza nyinyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Na ni hawa pia mapadri wake ndio ambao Yesu alisema wakati anawatuma ya kwamba anayewapokea nyinyi anayewapokea mimi, na anayewapuuzia alipuuzia mimi. Kwa hapo pata nataka kusema tunawapuuzia. Shauri zetu. My point ni kwamba ili kusudi habari hii ya ufahamu wa huruma ya Mungu na ushiriki wa watu wa Mungu kwenye hilo zoezi zima linalowapa hiyo neema ya kuipokea huruma yake, yani ufanisi wake umeshikamanishwa na uwepo wa mapadri na utendaji wao. Kwa sababu kimsingi wale ndio ambao wanaweza kusema katika nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yani Yesu akatumia midomo yao mapadri ili kusudi kulisema
neno lake, sivyo? Yesu akaitumia mikono yao kuweza kutekeleza ile sadaka yake. Sasa kabla hatujaenda huko mbele huko, walau ningependa watu wajue Yesu alivyokuwa anamwambia Sister Faustina aenda akawaambie mapadri mintarafu hii huruma yake, alikuwa anawaambia, anamtuma aenda akawaambie nini mapadri? Kuna mambo kama manne hapa ambayo mimi nimeweza kuyaambua kutoka huko duniani huko. Labda baba, kabla hujaenda kwenye hayo mambo, mapadri manake unazungumzia wakleri. Ndio. Kwa maana ya maaskofu wako ndani. Ndio. Okay. Hapo bado mashemasi hawaingii. Na wao wanaingia kwenye hilo kundi. Generally kwa sababu sakramenti ya daraja ina hizo ngazi zake, si ndio? Na tunafundishwa kwenye katekisimu mintarafu sakramenti. Sakramenti ngapi? Ziko 7. Zitaje sakramenti ile daraja takatifu au upadri, au daraja takatifu ya upadri. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hatuwezi kuwaacha mashemasi. Sawa na kwa sababu yani walau tunajua mashemasi kwanza wana sehemu mojawapo ambayo ni nyeti kabisa yani ya utangazaji wa neno la Mungu kwa njia ya kulisoma na hata kuhubiri. Sivyo? Kwa hiyo na wenyewe pia ni vyombo vya kikasisi ambavyo vinaweza kuenda kufikisha huu ujumbe. Cha kwanza kabisa, Father, samani, nimekumbuka ulivyosema mapadri wanatumia midomo yenu. Yesu anatumia midomo yetu sisi mapadri. Nimekumbuka kitu. Ndio. Diary namba 979 Bwana Yesu alimwambia hivi Mtakatifu Maria Faustina. Maria Faustina anatuambia, leo wakati ninaabudu Ekaristi Takatifu nilimwona Bwana Yesu. Yeye akaniambia maneno haya. Uwe mtii kwa kiongozi wako wa kiroho katika kila kitu. Neno lake ni mapenzi yangu. Uwe na uhakika katika vilindi vya roho yako kwamba ni mimi ambaye ninazungumza kupitia midomo yake. Na ninatamani ufunue hali ya roho yako kwake kwa unyenyekevu ule ule na busara kama ulionayo kwangu mimi. Ninasema tena, binti yangu, ujue kuwa neno lake padri ni mapenzi yangu kwa ajili yako. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Tunatakiwa tuwe wanyenyekevu na tuongee kwa busara kwa mapadri kama tulivyokuwa wanyenyekevu kwa Bwana Yesu. Haya. Yesu alimtuma Sister Maria Faustina. Akawaambie mapadri wawe watangazaji wa huruma ya Mungu. Sawa? Na kwa jinsi nilivyoelewa mimi, sio tu kuambia watu ya kwamba Mungu ni mwenye huruma. Nadhani hasa kilichokuwa kinasisitizwa hapa ni kwamba mapadri wawaoneshe watu ni vipi ambavyo Mungu anawahurumia. Kwa mfano kama sehemu moja hapo tunasema kwamba Mungu anapoamua kutenganisha kosa lako na adhabu yako, akakupa hapa katikati kipindi cha mpito ambacho hicho anakualika ukitumie kwa ajili ya kutubu, na wewe ukiitikia ukatoka hapo ukaenda ukapokea na sakramenti ya kitubio ukapata kuondolewa na nini. Yesu hapa amini padri anakuwa ametekeleza hiyo sehemu ya kumwambia mtu kwamba huruma ya Mungu inafanyaje kazi. Sivyo? Au padri anapowahimiza watu hasa wale ambao pengine wana dhambi kubwa sana au pengine wamevunjika sana mioyo yao, kuitumainia huruma ya Mungu ili kusudi wasije wakakata tamaa kwa mfano, au wasije wakajidhani ya kwamba kwa sababu ya ubaya wa dhambi zao basi Mungu hawataki tena, hawezi kuwa na huruma tena juu yao. Na kadhalika. Hicho ni kitu ambacho kinaweza kuwa na uzito mkubwa zaidi kikiwafikia watu kutoka kwenye midomo ya padri. Kwa sababu kama hivyo ulivyosema, neno la padri
ni mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tena akamwambia Sister Faustina aenda akawahimize mapadri kufanya bidii ya kuwaongoa wadhambi. Kuwaongoa wadhambi kwa sababu kweli ndio kwamba dhambi si zinatutilia sisi kwazo. Yes. Sawa? Yeah. Na kwamba pasipo msisitizo mkubwa wa suala la uongofu, pasipo msisitizo mkubwa wa watu kuambiwa ubaya wa dhambi na matokeo yake, mateso ya toharani na motoni na kadhalika, mchakato wa uongofu unaweza ukawa ni wa polepole. Na watu wasipoongoka hawatapata hiyo fursa ya kuenjoy ile huruma ya Mungu. Sivyo? Lakini vile vile akamwambia awaambie mapadri waende waka-address wakashughulike hasa na ishu ya watu kutokumtumainia sana Yesu vile inavyotakiwa. Watu kutokumtumainia Yesu na kutokumuona kama kimbilio lao la mwisho au kimbilio lao la hakika. Sivyo? Watu kuja kuishia kujitegemea au kujihangaikia tu wenyewe na bidii zao na jitihada zao. Pasipo hiyo shughuli kubwa ya mapadri, kuna uwezekano mkubwa kabisa watu wakarudi nyuma kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu ya hiyo ukosefu wa hiyo hali ya kumtumainia Bwana wetu Yesu Kristo. Na la mwisho kabisa ambalo nililiona ni kwamba Sister Faustina aliambiwa na Yesu aende akawasisitize mapadri kuwaombea watu, kuziombea roho zao. Na nilichokiona au nilichoking'amua ni kwamba kabla ya watu kufikia kuipokea neema ya utakaso, ni lazima wapate msaada mkubwa sana kwanza wa neema ile ya msaada. Na neema ya msaada ndio ile inawezekana unaweza ukasikia mtu anasema kwa kweli, yani mimi bwana, kama isingekuwa sala za mama yangu, kama ilivyokuwa Mtakatifu Agustino, singekuwa sala za mama yangu, mimi ningeshapotea au ningeshaangamia. Sawa? Sasa pata picha, kama sala ya mzazi au ya watu wengine tu wenye bidii ya kuwaombea watu wengine inaweza ikawapa watu msaada ule wa kuwaepusha wasijiingize kwenye maangamizi makubwa, au ikawapa ule msaada wa kwanza kutafuta uongofu na kadhalika. Maana yake sala ya padri ina uzito na uwezo mkubwa zaidi. Kwa sababu wao ni viwakilishi vya Yesu Kristo. Sivyo? Kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo yuko mbele ya Mungu Baba akituombea sisi, na sisi pia katika mazingira ya kwetu hapa tunaweza kwenda mbele ya Mungu Baba kwa ajili ya kuwaombea watu. Kwa ukaribu na kwa uzito mkubwa zaidi ya sala za watu wengine. Sasa kwa nini yalinijia haya mawazo yote haya na nini? Ni kwa sababu Ekaristi tunayoizungumzia, ambayo ni kielelezo cha wazi sana cha huruma ya Mungu kwa watu wake, inawezekana tu kuwepo kwa sababu Yesu kaweka mapadri. Sehemu mojawapo ya huruma yake Yesu kwetu sisi ni kwamba amewapa binadamu fulani uwezo wa kufanya kile ambacho yeye mwenyewe alikifanya. Ni kwa sababu mapadri wapo, ndio maana sadaka ile ya Yesu inawezekana kuwepo hapa leo, na kila mtu ambaye yuko na nafasi akaweza kwenda kuipata na kuishiriki. Ndio kusema kwamba yani Ekaristi Takatifu na ile daraja takatifu ni pande mbili za shilingi ile moja. Hazitenganishiki. Pasipo kuwepo padri hakuna Ekaristi. Kama vile ambavyo pasipo kuwepo Ekaristi
hakuna padri. Yeah. Sio? Yeah. Kwa sababu Yesu ametaka sisi watu wa vizazi vyote tupate kushiriki Ekaristi Takatifu. Yeah. Amewaweka mapadri kwa ajili yetu sisi. Kwa sababu ya kutupenda na kutuhurumia, nataka sisi hiyo sakramenti ya huruma yake tuipate kwa nyakati zote. Tukitaka kwa ajili ya kuipokea, tukitaka kwa ajili ya kuiabudu, wawepo watu ambao wataweza kuifanya Ekaristi yenyewe ikawepo, na wala lisiwe ni jambo tu baba la igizo au ni memorial tu fulani, vikumbukumbu tu fulani vya kifikara. Okay. Sawa? Okay. Lakini vile vile wakati Yesu anawaweka mapadri na kuwapa na kuwapa huo uwezo wake wa kikasisi au wa kikuhani na kuwapa ruksa, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu au kwa kunikumbuka mimi. Yesu alijua kwamba mapadri ni binadamu. Yep. Na kati ya vitu ambavyo tunaambiwa au tunafundishwa ni kwamba mtu anapopewa sakramenti ya upadri, anapopewa daraja takatifu, sawa, undani wa nafsi yake unabadilishwa hivi kwamba anaweza kwa haki na kwa hakika kabisa kusimama mahali pa Bwana wetu Yesu Kristo. Yes. Sawa. Okay. Hivi kwamba padri anaposimama pale akawa ni Kristo mwingine. Yeah. Hata katika masimulizi ya mwanzo tuliwahi kusikia maneno ya Sister Faustina kwamba wakati fulani, wakati wa adhimisho la misa, kuna wakati ambapo sura ya padri au nafsi yake inafifia na mahali pake anaonekana Yesu. Mtoto Yesu anaonekana Yesu. Sawa? Kwa sababu uwepo wa padri ni uwepo wa Yesu mwenyewe. Ile sakramenti ya daraja takatifu inamfanya, yani inafanya mageuzi hayo ndani ya nafsi ya yule padri. Sio mtu atalepewa hiyo sakramenti takatifu. Lakini wakati huo huo, kwa sababu ni binadamu na kwa sababu yuko duniani, ile sakramenti haimwekei yule mtu aliyepewa daraja ya upadri insulator kama zile yale maganda yanayo kwenye waya ili kusudi kuzuia sijui maji yasiingie asiguse ule waya au nini. Sivyo? Sakramenti ya daraja haimwekei padri insulator ikafanya ubinadamu wake usiweze kuhusika hata kidogo na ila za ibilisi na yale matokeo ya dhambi ya asili. Kwa hiyo maana yake padri pamoja na kwamba ana hiyo neema ya pekee kabisa ya daraja takatifu, bado anaweza kutenda dhambi kama mtu mwingine ambaye hana hiyo sakramenti ya daraja. Okay. Naam, mtazamaji mpendwa, tupate mapumziko mafupi, baada ya hapo tutaendelea. Naam, tumerejea na wakati huu basi namwalika tena Padre Tito aweze kuendelea na mafundisho kuhusu Ekaristi Takatifu na huruma ya Mungu. Ndio. Tulikuwa tunasema kwamba sehemu mojawapo ya huruma yake Bwana wetu Yesu Kristo ni kutupatia mapadri ambao wao ndio wanaadhimisha ile sakramenti, wanatupa sisi hakika ya kuipata kila inapohitajika. Sivyo? Na pia kwamba alipowaweka hao mapadri vile vile, yani mambo mawili, moja limefanyika na lingine halijafanyika. Limefanyika ya kwamba padri amepata kitu fulani, ametiwa alama fulani katika utu wake ambao unamfanya awe kiwakilishi cha Yesu kwa haki kabisa, tofauti na ambavyo anaweza kusema mtu mwingine asiyekuwa na daraja takatifu. Sivyo? Na akawa pia ni kiwakilishi cha Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ambacho hakijafanyika ni kwamba padri hajapewa kinga, hajapewa nini, hajapigwa nini, nasema nini, immunity, nasema nini, hajapewa chanjo. Ile sakramenti ya daraja takatifu sio chanjo anayopewa padri ya kumkinga na kumzuia
asitende dhambi, kwa maana ya kwamba utashi wake padri unabaki na uhuru ule aliopewa binadamu mwingine yoyote, atake kwa hiari yake kushirikiana na neema ya Mungu, atake kumpenda Yesu, atake kujikana mwenyewe, atake kupambana na vishawishi na mambo mengine yote ambayo yanamtoa mtu katika uwepo wa mapendo mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Okay. Yeah. Padre, naomba naomba tumsikie kwa daraja pale kuna mahali mnayosema kwa msaada wa Mungu. Ndio. Exactly. Ndio wanasema kwa msaada wa Mungu. Nataka. Father, naomba tumsikize Mtakatifu Faustina anasema hivi: siku moja muungamishi wangu Padre Michael Sopoko alikuwa anasoma misa. Niliona kama kawaida mtoto Yesu juu ya altare. Tangu wakati wa matoleo, lakini muda kidogo kabla ya kuinua hostia takatifu, Padre alitoweka mbele yangu na Yesu pekee ndiye aliyebaki. Wakati wa kipindi cha kuinua hostia na kalisi ulipofika tena, mtoto Yesu alichukua hostia na kikombe katika mikono yake midogo na kuinua pamoja, na aliangalia juu mbinguni. Na muda kidogo baadaye nikamwona tena padri wangu muungamishi Michael Sopoko yupo tena altareni. Nikamuuliza mtoto Yesu, padri alienda wapi? Mbona sikumuona? Na mtoto Yesu akanijibu ndani ya moyo wangu. Lakini sikuweza kuelewa chochote zaidi ya maneno hayo aliyosema Bwana Yesu. Exactly. Ndio kitu ambacho najaribu kukionyesha hapa, ya kwamba Yesu anatenda kazi yake, anatupatia sisi Ekaristi Takatifu, lakini anatupatia katika hali ambayo sisi tunaweza kuielewa, sisi tunaweza kukubaliana nayo, na wala sisi hatutatishwa nayo. Sivyo? Bila shaka ingekuwa kwamba ni labda sijui ndio vile ni kila wakati Yesu anaonekana mwenye, kuna baadhi ya watu ambao yani badala ya kuconcentrate kwenye kushiriki ibada wangehamia kwenye kumshangaa. Sivyo? Watu wangehamia kwenye kumshangaa Yesu. Yesu pale. Sivyo? Na ndio inavyotokea hata kwenye yale nini hizo aparishe zote mara nyingine. Yaani watu wanahama, watu wanaitana. Twende tukashangae kwanza. Na kama ikitokea ukamwona live, atakachofanya atakuzimisha ubinadamu, hutaweza kupiga kelele. Roho ndio itakao kuwa inaongea. Manake ana namna yake. Yes, kwa sababu kama Father, matokeo karibu yote ya Mtakatifu Faustina alikuwa anaona wakiwa ndani ya misa takatifu. Kuanzia ishara ya msalaba inapoanza, yeye ni anaongea na Mama Bikira Maria tu, anaona malaika na watakatifu wanaokuja kwenye misa. Yeye anaona yote, lakini hawezi kushout kwa watu. Anakuwa katika ukimya. Sasa unajua ni kwa sababu gani? Ndio ile pale nini kwenye kipindi cha Dominika iliyopita nilisema habari ile ya kwamba neema ya Mungu inajenga au inajengwa juu ya yale maumbile ya hulka yetu ya kibinadamu. Si ndivyo? Na kwamba kadiri mioyo yetu inavyokuwa inampenda Yesu, ndivyo ukaribu wetu na yeye unavyozidi ule ukaribu unazidi kuongezeka, ule ambao unazidi kupungua. Sivyo? Sasa ukiangalia mtu kama Sister Faustina, pamoja kwamba alikuwa ni binadamu kama sisi, lakini kuna kitu kimoja ambacho alituzidi. Yeye moyo wake ulikuwa na mapendo kwa Yesu. Na mapendo yake kwa Yesu alikuwa anazidi kukua siku hadi siku. Kiasi kwamba hata ile apparition ya Yesu kujionesha kwake, yani ilikuwa inagusa zaidi roho yake, au inagusa zaidi moyo wake kuliko inavyogusa hisia zake za ubinadamu. Sivyo? Lakini akina sisi ambao Ukristo wetu ni Ukristo ambao kwa kama mafuta tuliyopaka kwenye ngozi yuko hivi juu ambao yani ule mshikamano wetu na mshikamano wa moyo wetu na moyo wa Yesu ni mdogo hivi kwamba yani huko kwa kiwango cha chini namna hiyo. Ni wazi Yesu akitutokea kitakachosisimuka zaidi sio moyo au roho, ni mwili. Umeona? Sasa nadhani
ni kwa sababu ya kutulinda sisi katika hilo. Ndio maana Yesu aliweka kazi yake ile sadaka yake itolewe katika mazingira ambayo sio dramatiki sana, ili kusudi sisi tusije tukahama katika ile habari ya ushiriki wetu, sivyo? Kwa kumuona yeye tukaanza kuhamanika na kupayuka na kushangaa. Ndio maana akatuwekea mapadri wao sasa wafanye kitu kile kile, lakini sasa katika kwa uwezo ule ule na manufaa yale yale, umeona, lakini katika muonekano ambao unapokeleka kiwepesi kwetu sisi, sivyo? Na kwa hiyo inawezekana kwamba yeye mwenyewe Kristo aliamua pia kwamba nafasi gani na wakati gani na nani amtokee, ndio ili afikishe meseji yake. Ndio, sio kwamba lazima yeye awe anaonekana kila mahali na kwenye makundi ya watu. Naam. Maana makundi ya watu nadhani aliwatokea tu mitume pekee. Baada ya pale hebu hiyo naomba nisijue wale wa Emau, kwa sababu baada ya kufuga inaonekana kwenye maandiko kule aliwatokea wale wa Emau. Aliwatokea pia baada ya mitume mara 2 mara 3. Na mmoja hapo ambao Toma hakuwepo, siku aliyokuwepo ndo akamwambia weka mkono kadiri ya mimi ninavyosikiliza Injili. Lakini baadaye ndo tunaambiwa alikuja kuwatokea wa mama wawili, Faustina na Margarita. Sasa na kuna maeneo mengine yanatajwa kwamba alitokea kutokea kwenye vikundi vya watu. Hiyo kwa kweli binafsi yangu siwezi kukataa moja kwa moja. Nachoweza kusema kwamba kwa kweli sina ama kumbukumbu au mahali ambako nimewahi kuona. Nadhani tunaweza tukaiacha kwamba twende tukatafute. Maana kwenye makundi ni mitume peke yao, hajawahi kutokea mahali pengine. Hiyo ndio sasa twende tukatafute kupata hakika. Tupate hakika. Kwa hiyo inawezekana message tulizonazo kwa uhakika ni hizi tunazozizungumza. Ndio. Ya Faustina na labda ile nyingine ambayo ilimtokea Margarita, Maria Alacoque. Yaani watu ambao ni watokewa waliotokewa na Yesu sio hawa wawili peke yao. Sio hawa wawili peke yao. Wapo baadhi ya watu. Akisa ndio kama nilivyosema kwenye kipindi cha kwanza kabisa, ni lazima kanisa lithibitishe na liwaambie Wakristo wengine kwamba haya maono yao na haya matokeo yao ni halisi, ni kweli, ni ujumbe maridhawa Bwana wetu Yesu Kristo. Hoja yangu hapa ilikuwa ni kwamba kwenye adhimisho la misa, sawa? Kwenye adhimisho la misa anayetolea sadaka si ni Yesu mwenyewe? Yes. Kama asingeamua kutupa sisi binadamu uwezo huo wa kuadhimisha mahali pake, maana yake kulikuwa na mojawapo kati ya haya mawili. Either baada ya kutolea sadaka pale Kalvari, sawa, hilo toleo la sadaka ile lingekuwa limekomea pale. Watu wengine wote wangekuwa wanasoma tu kumbukumbu, simulizi. Sivyo? Hiyo ilikuwa ni option ya kwanza. Option ya pili ni kwamba lile jambo linafanyika kila mara. Sivyo? Ili kusudi watu wa kila kizazi wakutane nao hivi kama vile akina Maria Magdalena na Yohana walivyokutana nao pale Kalvari. Sivyo? Na sasa Yesu alikuwa na uamuzi. Aidha kwenye kila inapoadhimishwa misa, yeye mwenyewe ndo aje atokee pale, afanye nini, aendeshe ile adhimisho. Alikuwa na uwezo huo. Sawa? Lakini badala ya kufanya hivyo, akaamua kwamba mimi nitakuwa ninatolea ile sadaka yangu, lakini kwa mikono ya hawa binadamu, ya hawa mapadri. Ndio akina mapadri, akina sisi. Sawa? Ndio hapo nikasema kwamba hiyo ni sehemu mojawapo ya huruma yake kwetu sisi, kwamba anatuwezesha sisi kushiriki toleo lile la sadaka yake, lakini katika hali ambayo inapokeleka kwetu sisi. Sawa? Tunapokuwa na binadamu mwenzetu pale, hakuna kitu cha kutushangaza. Sivyo? Hakuna kitu cha kutudistract, kututoa kwenye uwepo wa lile adhimisho. Tofauti na kama tungekuwa tunakutana na Yesu mwenyewe. Sivyo? Kuna watu ambao ndio Yesu yule pale.
Kungekuwa kuna maisha. Kwa hiyo badala ya kuwa ya kuingia kwenye ule mlolongo ule mtiririko wa lile adhimisho, tungekuwa tunaishia tu kushangaa. Tungekuwa tunaishia kumshangaa. Wakati Yesu anataka sisi tuwe washiriki kwenye lile adhimisho. Sivyo? Hapo Father, Mtakatifu Maria Faustina anasema hivi. Bwana Yesu anamwambia, lakini nataka kukuambia kuwa tayari uzima wa milele ni lazima uanzie hapa duniani kupitia komunyo takatifu. Na kila komunyo takatifu hukufanya uwe na uwezo zaidi wa kuungana na Mungu milele yote. Ndio. Uzima. Uzima. Lakini nataka kukuambia kuwa tayari uzima wa milele ni lazima uanzie hapa duniani kupitia komunyo takatifu. Na ndio pale sasa, kwa mfano yani mtu akienda kanisani, tuchukulie mfano wa mtu kwenye mchezo wa uwanjani. Mtu akienda uwanjani kama mshabiki, akakaa kwenye jukwaa, mbongi inapigwa pale hivi chini uwanjani, sivyo? Ameenda kwenye yuko uwanjani, sivyo? Lakini hayuko uwanjani. Maana ni kuna kuwepo kwenye stadium na kuwepo kwenye pitch. Sivyo? Mtu anaweza kaja pale kwenye stadium akakaa pale anashangilia, anaona, lakini pia mwingine amekuja pale hapa ameingia kwenye pitch pale, anakwenda kusakata lile kabumbu pale. Si ndivyo? Sasa Yesu anataka sisi tunapokwenda kwenye misa tusiishie tu kukua kwenye stadium. Anataka tuende pale uwanjani pale kwenye pitch pale. Si ndivyo? Ndio anataka tukaingie kwenye mchezo wenyewe. Japo ni kwa capacities tofauti. Sisi kama waumini wa lei, mapadri wa akiba, lakini yule mwenzetu aliyoko pale madhabahuni pale, sasa akiwa ndio padri kasisi kiwakilishi cha Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kama Yesu angekuja mwenyewe kuja kuadhimisha ile pale, maana yeye ndo angekuwa yuko kwenye pitch anacheza, alafu sisi tukabaki huku kama ndugu watazamaji, na tukawa tunashangaa tu na kumshangilia, ili kusudi sisi pia tuweze kucheza pale, tuweze kuruhusiwa kuingia kwenye pitch. Ndio maana akamweka huyu kasisi ambaye ni binadamu mwenzetu. Kwa hiyo uhusiano wetu na padri pale katika adhimisho unakuwa ni wa karibu zaidi kuliko kama angekuwa ni yeye mwenyewe. Mzee vipi? Na ingetokezea siku waambiwa bwana Jumapili atakuwepo, watu wangekuja, dunia nzima ingekuwa kanisani, watu wangekuja, lakini sasa ndo wangekuja kushangaa. Ila wambali kweli, maana wengine wanasema ataniambia bwana huyu atakwambia kila kitu. Na Bwana anachosema kila komunyo takatifu hukufanya uwe na uwezo zaidi wa kuungana na Mungu milele yote. Ndio. Kwa hiyo komunyo takatifu tunaipata wakati wa sadaka kanisa takatifu. Tusiache misa. Naomba niendelee sasa. Nipige hatua moja kutokea pale. Lakini unasema kwamba pamoja kwamba padri huyu ni kiwakilisho halisia kabisa cha Bwana wetu Yesu Kristo, bado hakukingwa, hakupewa chanjo ya kumzuia asiguswe kabisa na dhambi kama vile ambavyo alivyopewa mama yetu Bikira Maria kwa kukingiwa dhambi ya asili. Ndio kusema sasa, kama wewe Mkristo mwingine unaambiwa kwamba ili kusudi uipate neema ya Ekaristi Takatifu lazima uwe katika hali ya usafi wa moyo, uwe na neema ya utakaso ndani mwako, sio na dhambi kubwa. Maanake hata padri pia anadaiwa vile vile. Sivyo? Na kama wewe unaambiwa kwamba ukishiriki Ekaristi Takatifu ukiwa na dhambi unakufuru na unajipatia hukumu badala ya neema ya utakaso, padri naye vile vile akishiriki misa bila kuwa katika hali ya usafi, bila kuwa na neema ya utakaso, naye pia hapati neema ile. Ndio. Sasa kuna baadhi ya watu ambao hicho kitu sio nakifahamu, akifika hapa sasa wanakutana na kakikwazo. Sawa? Na kakikwazo kenyewe ni kapi? Padri anatenda dhambi kama ninavyotenda dhambi mimi. Sasa yeye anawezaje kwenda pale kuadhimisha sakramenti
na mimi nikaweza kupokea ikiwa ni sakramenti kamili. Kuna baadhi ya watu wanaamua kuacha na misa. Wanaamua kuacha kuja kanisani kwa sababu yule padre aidha wamekorofishana naye, wana kinyongo naye. Si ndio? Au yule padre wanajua mabaya yake. Kwa hiyo anatengeneza conclusion kwenye akili zao au kwenye nafsi zao ya kwamba huyu padre hastahili kuadhimisha ili fumbo, na pengine kwa sababu hastahili basi hata utakatifu uliopo kwenye hilo adhimisho ni magumashi au kwa sababu ya padre. Lakini kati yetu sisi na Yesu ni nani anayejua zaidi kwamba padre hastahili? Bwana ndiye anayejua. Bwana anajua zaidi ya jinsi tunavyojua sisi. Sawa. Lakini pamoja na hilo bado amempa huyu padri huo uwezo wa kuadhimisha ile Ekaristi, kugeuza mkate kuwa mwili wake, divai kuwa damu yake. Bila padri hakuna Ekaristi. Sawa. Sasa kitu gani ambacho kinatugusa au kutuhusu sisi mintarafu padri na utakatifu au dhambi wake? Ni kwamba pamoja na kwamba upadri haujampa mtu chanjo kwamba asiguswe na dhambi. Sivyo? Yes. Lakini Yesu ameweka kinga hivi kwamba dhambi haitagusa ule upadri wenyewe uliopo kwa huyu padri. Okay. Sawa? Mimi padri, nafsi yangu inaweza kuguswa na dhambi. Yes. Sawa? Lakini ile dhambi ya kwangu mimi haina uwezo wa kuugusa ule upadri wenyewe, kwa sababu upadri ni karama ya Yesu Kristo. Sawa? Okay. Upadri ni karama ya Yesu Kristo. Okay. Hivi kwamba kanisa linatufundisha kila sakramenti inayoadhimishwa sawa, ikiadhimishwa na mtu ambaye amepewa ruksa rasmi ya kuweza kuadhimisha sakramenti. Baadhi zinahitaji mtu awe na sakramenti ya daraja takatifu kama Ekaristi na kadhalika, sivyo? Na mtu yule akawa hajazuiwa kwa namna yoyote ile kutolea adhimisho, kuadhimisha adhimisho yote lile la sakramenti na kadhalika. Ile sakramenti ni sakramenti halali. Okay. Na imebeba neema zote za sakramenti hiyo. Okay. Regardless mtu huyu ni mtakatifu au si mtakatifu. Kwa sababu gani? Sakramenti ni sehemu ya huruma yake Yesu kwako wewe. Mimi nikiwa paroko wa parokia ambao pengine na watu 1000, si ndivyo? Na ikawa kwamba kinachoamua ya kwamba neema ipatikane pale ni hali yangu mimi ya utakatifu, sivyo? Maana yake utakatifu wangu mimi unapotetereka, roho za watu 1000 zote zinakuwa ziko exposed kwa maangamizi ya Ibilisi. Sawa sawa, sasa kwa ajili ya kuwalinda watu na roho zao na kuwapa fursa wakati wote kuweza kuzipata neema za Mungu, Yesu ameweka hivi kwamba dhambi ya padri haina uwezo wa kuugusa upadri wenyewe. Na kwa sababu hiyo padri anaweza kuadhimisha sakramenti ambayo ni halali kabisa, yenye neema zote za Bwana wetu Yesu Kristo, hata kama yeye mwenyewe hata nufaika na lile adhimisho. Tunanufaika sisi. Tunanufaika lile lingine. Sawa. Kwa hiyo yeye na yeye anachukuliwa hatua kama tunavyochukuliwa sisi. Ndio. Lakini sasa issue ni kwamba wakati fulani sasa nyinyi mnadhani kwamba nyinyi sasa ndo mna uwezo wa kumchukulia padri hatua. Sio kazi yetu. Sio kazi yenu na wala hamna huo uwezo. Naomba mtusamehe. Naomba mtusamehe. Kaungane. Sawa. Father, ndio Paulo sabaki kidogo Paulo alisema sehemu fulani hivi kwamba hakuna anayeweza kunihukumu. Isipokuwa Bwana Yesu. Bwana mwenyewe. Na hiyo ilikuwa ni kwa sababu kuna baadhi ya watu
walimtupiaga mashutumu ya kwamba sijui alisema kwamba anavuruga kazi ya mitume au kitu gani, sikumbuki exactly wale mashutumu walikuwa ni nini. Lakini sehemu mojawapo ya maneno aliyosema ni kuonyesha kwamba watu hawana uwezo wa kutoa hukumu. Wanaweza wakalalamika kwa sababu huyo mtu anafanya vitu ambavyo vinaonekana na vinakwaza. Wanaweza kulalamika. Wanaweza kwenda kushitaki kwa mamlaka. Sivyo? Lakini hawana uwezo wa kuhukumu. Yaani kwa mfano leo uwezo kasema kwamba huyu sio padri. Au huyu padri hatakiwi kusimama hapa. Au huyu padri sijui hapa nini anachokifanya hapa ni upuzi mtupu, ni batili. Kwa sababu ile dhambi ya padri haina uwezo wa kugusa ule upadri wenyewe. Kwa padri atawaadhimishia nyinyi. Ataadhimisha ile pale. Nyinyi kila mmoja kwa kadiri alivyojiandaa atapokea na atapewa zile neema zote. Yeye bwana atabaki kama kibao kile kiko pale nje pale, kibao kinaelekeza Tumaini Media huko chenyewe kiko pale, watu wanakuja wanapita pale, wanafika Tumaini Media, wanarudi, wanakipita, wanaondoka. Umeona? Sasa hiyo haikuwa hasa kwa ajili ya kumlinda padri ili kusudi basi aweze kutamba katika hali yoyote ile ya uovu au wema. Ile pale ilikuwa ni hasa kwa ajili ya kuwalinda wafuasi waumini wa Bwana wetu Yesu Kristo na kuhakikishia kuwa wanapata sakramenti na neema za sakramenti wakati wote mpaka Yesu mwenyewe atakaporudi. Kwa hiyo bwana, kama wewe Mkristo unakaa bwana, mimi siendi kanisani kwa sababu padri sijui kafanya nini, padri sijui amekula hela zetu, padri sijui afanya, kwa sababu wewe siendi kanisani, kahagabaho ndugu. Utaenda motoni. Padri amewekwa katika mazingira hayo. Sawa. Sakramenti inapoadhimishwa inabeba uwezo ndani ya yenyewe, kwa sababu kilichoifanya hiyo ni ile karama ya Kristo. Sawa. Na kwa sababu na karama ya Kristo haiwezi kuharibiwa. Haiwezi kuharibiwa au kuondolewa na kwamba huyu aliyeibeba hajakidhi kiwango au kuna mahali fulani amepotoka. Na kitu hicho basi huwa kinaonyeshwa pia hata katika baadhi ya sala zinazoambatana na ile adhimisho lenyewe. Ukiangalia sasa, kwa sababu na padri najua kwamba mnaweza mkawa mnaona wakati fulani padri akishatolea mkate, tukuzwe Bwana Mungu ulimwengu na nini, akarudisha chini, atukuzwe Mungu milele, akatolea na kalisi, si ndivyo? Akarudi atainama zake pale, akitoka hapo anakwenda kuosha mikono pale anapokwenda. Haendi kwamba eti ameshika vitu kwa mikono yake imekuwa michafu. Anakwenda pale, kule kile kitendo cha kuosha kile kinakuwa ni udhihirisho wa kwamba anaadhimisha pale si kwa mastahili yake mwenyewe, lakini vile vile pia anakiri kwamba usafi wake haumtoshi kuweza kusimama pale akatolea sadaka ya Yesu Kristo. Ni lazima Yesu amtakase au amwezeshe au amstahilishe. Sawa? Na hata wakati fulani nadhani kwenye sala inayofuata Baba Yetu, kumaliza Baba Yetu, kuna kipengele cha sala inayosomwa na padri, alafu tunakuja kwa kuwa ufalme ni wako, si ndivyo? Alafu hapo kuna kipengele kingine kinachofuata kabla ya kupeana amani. Pale anasema usizitazame dhambi zetu bali imani ya kanisa lako, kadiri ya mapenzi yako kama ilivyo mapenzi yako. Yale maneno maana yake nini? Kuna baadhi ya watu waidhani ya kwamba ile pale maana yake ni kwamba watu tunaweza tukatenda dhambi na isiwe na impact yoyote. Issue hiyo pale tunarudi pale kwenye ule uhalisia kwamba nini? Kama Bwana angehesabu maovu yetu au angetaka kuangalia tu mastahili yetu,
sisi tusingeweza kupokea sakramenti. Okay. Sakramenti tunaipata kwa sababu ya huruma yake. Sawa? Sakramenti ipo si kwa sababu sisi tunastahili kuipokea au sisi mapadri tunastahili kuitolea. Sakramenti ipo kwa sababu ni sehemu ya matakwa yake, na basi kwa ajili ya hiyo huruma yake au kwa ajili ya kuwafikiria hawa watu na manufaa ya roho wanaotakiwa kuyapata. Okay. Basi Yesu anaangalia kwanza lile hitaji, na kwa sababu hiyo anaweza kuweka vile vikwazo vya kumfanya Ibilisi asiichafue kazi yake. Okay. Kuna mtu anataka kuchomekea nini? Nitaka nikwambie Mtakatifu Maria Faustina anasema hivi: ninajikuta dhaifu sana kiasi kwamba isingekuwa Ekaristi Takatifu ningeanguka kila wakati. Kitu kimoja pekee kinaniimarisha, nacho hicho ni Ekaristi Takatifu. Kutoka humo ninachota nguvu zangu. Ndani ya Ekaristi Takatifu ninapata faraja zangu zote. Okay. Na ninayaogopa maisha siku ambazo sipokei Ekaristi Takatifu. Ninajiogopa mimi mwenyewe. Yesu aliyefichwa katika Ekaristi Takatifu ni kila kitu kwangu. Kutoka katika tabernacle nachota nguvu, uweza, ujasiri na mwanga. Na ninapata faraja wakati wa huzuni zangu. Nisingejua jinsi ya kumpa Mungu utukufu kama nisingekuwa na Ekaristi Takatifu rohoni mwangu. Na maneno hayo yananikumbusha pia hata maneno yaliyowahi kusemwa na mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen wa Marekani. Yule hivi bado mtakatifu? Bado mtumishi wa Mungu, hajafikia atakuwa mwenye heri. Okay. Yule baba alikuwa na kipaji cha pekee cha kuhubiri na kufundisha. Alikuwa na akili nyingi na alikuwa na elimu mwepesi. He was an orator. Kizungumza hivi wanasema kama simulizi kwamba ni kwa kipindi kile ni kwa nini Fulton Sheen yao sijui yao nini kwenye radio. Madereva taxi walikuwa wanapaki taxi zao wanasikiliza Fulton Sheen anaongea. Okay. Wale kuulizwa siku moja, ni nini kinachokupa wewe uwezo wa kuweza kuwa unatiririka mambo mengi namna hii na kadhalika na kadhalika na kwa ufanisi huu? Akasema ni kwa sababu wakati anaulizwa hivyo na miaka nadhani takribani 50, sijui kama ameshafika au kama ilikuwa imezidi kidogo. Kwa kipindi chote cha maisha yangu ya upadri sijawahi kumisi hata siku moja kutumia saa nzima nikiwa mbele ya Ekaristi Takatifu. Kila siku. Unajua alichotililisha Faustina ndicho naye alichosemaga. Umeona? Kiasi kwamba sasa tunaweza sasa tukaipata hiyo picha vile ambavyo sio tu kwamba kwa neema yake ya pekee Yesu anamlinda padri ili kusudi ile karama ya upadri isichafuke, aweze kutolea sadaka ambayo ni halali. Vile vile ni kwa njia ya hiyo Ekaristi Takatifu Yesu anamjenga padri. Umeona? Hivi kwamba kama padri akiwa yuko macho, akiwa yuko makini, kuna hiyo vitu viwili lazima vimfuate kila wakati. Kwanza, akijijua ya kwamba mimi ninaweza kuadhimisha Ekaristi Takatifu, watu wakapokea wakapata na neema, afu mimi nisipate neema. Lakini nahitaji hiyo neema. Hiyo tu yenyewe ikawa ni chachu kwake kila wakati hakikishe anajitakatifuza ili kusudi sio tu akatolee sadaka lakini pia akanufaike na hiyo sadaka atakapoipokea. Yaani asiende kutolea sadaka ambayo ni sacrilegious, ambayo yani ni yeye mwenyewe kwa upande wake ni ambayo ina makufuru, pia imeambatana na makufuru. Sivyo? Hiyo moja. Lakini vile vile kama padri anataka kupiga hatua, anataka kuimarika, anataka kumachua katika ule upadri wake,
manake pia atakuwa macho vile vile, sio tu kujitakatifuza mara kwa mara, lakini pia atakukoleza ile devotion kwa Ekaristi Takatifu, sivyo? Kwa sababu wakati fulani anaweza akawa anafanya kazi kubwa kama akina Simoni Petro, sivyo? Walipokutana na Yesu kwa mara ya kwanza, Yesu anamwambia Simoni Petro, tuweka kilindini kavue samaki. Akajibuje? Bwana mkubwa, tumefanya kazi kubwa ya kuchosha, hatujapata kitu, sivyo? Kwa hiyo inawezekana mimi padri anaweza ili asije akajikuta yuko katika situation kama ile ya kufanya kazi ya kuchosha, lakini ambayo hapati kitu, sivyo? Ni lazima yani atengeneze huo karibu sana na Ekaristi kwa kuongeza au kwa kuchochea ile devotion. Hiyo habari ya kwamba nani kufanya kazi ya kuchosha na asipate kitu ni nini? Ndio ile padre anaweza akawa na kila wakati anawaambia watu, jamani watu inabidi kuja kuungama dhambi zenu na watu wanasikia, lakini hawaendi, sivyo? Hata kama hawana kitu fulani hivi kibaya dhidi yake, lakini hawaendi. Yani ni kama vile yale maneno yake yanakuwa hayagongi mahali fulani hivi kwenye nafsi za watu ambapo zinapaswa kugongwa ili kusudi watu washtuke, si ndivyo? Au anaweza akawa anajitahidi kuwapa watu mafundisho mengi lakini watu ule uongofu wa roho zao au mabadiliko ya maisha yao hayatokei au hayaonekani. Wanaweza kaulika watu 2 3 katika kundi la watu 1000. Sivyo? Inawezekana ndio kwamba anaweza kawa anafanya kazi kubwa na nzito, lakini mabadiliko ya watu yakawa aidha ni madogo au yakawa ya nje sana. Padre anaweza kukaa sehemu wakajitahidi wale watu pengine wakatoa michango inayotakiwa, pengine wakajenga miundombinu mizuri, mazingira ya parokiani kwa kunapendeza, kanisa kubwa na zuri lakini bado watu wale ukiwapima ule Ukristo wa roho kwenye mzani hivi wanapea kama manyoya. Umeona? Hii inasababishwa na nini Father? Inawezekana sehemu zote mbili. Upande wa watu na upande wa mchungaji au wachungaji wao. Sawa? Kama watu wakiwa na attachment kali sana na malimwengu. Si ndio? Hapo menene. Wakiwa na attachment kali sana na malimwengu. Wanaweza akawa wanaishia tu kuwa kama Herode. Tunajikuta kama mambo ya kanisa ni ziada tu. Au yani kwamba ni mtu yani anayapenda mambo ya kanisa lakini si kwa kina. Ndio hapa nikataka kutumia mfano wa Herode. Herode alikuwa anamsikiliza Yohane Mbatizaji, sivyo? Na alitambua kwamba Yohane ana kitu. Na kwamba anachokisema Yohane ni kweli. Sivyo? Lakini ile kufikia hatua ya kusema sasa nifanye kile anachokisema Yohane ikawa ni tabu. Yohane anamwambia muache Herodia, huyo ni mtalaka wa kaka yako, wewe uwezi nini upaswe kwenda kumuoa na kuishi naye kinyumba. Ndio kweli anachokisema. Lakini sasa kujisukuma aenda akafanye kitu hicho ikawa ni tabu. Hatimaye alichoamua kufanya nini? Kamtie gerezani kule. Sawa? Walau tu ile sauti sasa sisikie tena. Ndio nasema kwamba mimi kwa upande wa watu, kwa upande wa waamini inawezekana ikawa niyo watu wanasikia na wanajua kwamba ni ukweli, wanajua kwamba ndivyo wanavyotakiwa kuenenda kama Wakristo. Lakini sasa attachment na ulimwengu, habari ya kwamba sasa mbona sasa nitakuwa naishi maisha kadhaa tofauti na watu wengine, sivyo? Au mbona watu wanaweza sinielewe, au mbona kuna manufaa fulani hivi ambayo mimi nitayakosa. Ndivyo? Sasa basi bwana anaamua twende tu hivyo. Huo ni upande mmoja, na upande mwingine inawezekana ikawa ni hivi kwamba nafsi ya padri kama padri. Sawa? Nafsi ya padri kama padri, kama mchungaji wa kiroho. Ikawa inapungukiwa kiwango cha mvuto. Ndio ile kwamba mtu anaweza kawa hana shida yote na padri huyu au na padri wake. Si ndio? Na akawa yuko radhi kumsikiliza, lakini
anamchukulia au anampokea sana sana kama kiongozi. Sawa? Lakini ile kumuona kwamba kama mchungaji wa roho, ile pale ni hatua. Yes, amfikiri kama kasisi wa Mungu. Kama kasisi au kama Yesu ambaye anatembea hapa pamoja nami. Sawa? Kuna mahali fulani hivi ambako yani ni sehemu ambayo ni hatua ambayo sasa hiyo sio hasa achievement ya padri katika utendaji wa nje, ni sehemu, ni matokeo ya mshikamano wake yeye padri na Yesu Kristo. Sawa? Ndio maana sasa padri yeye mwenyewe kama anataka afikie level hiyo, ni lazima acultivate devotion kubwa sana kwa Ekaristi Takatifu. Awe na hiyo jitihada ya mara kwa mara ya kujitakasa na kujitakatifuza na kuepuka mambo ya makufuru na kadhalika na kadhalika, na hayo yote yakijumlishwa yanarudi pale pale. Kwa sababu Yesu ametupenda na anatuhurumia sisi, ndio maana anatupa sisi huo ukasisi wake utufae. Wafae nyinyi waumini wa lei, utufae na sisi pia mapadri. Amen. Padri unatwaliwa katikati ya watu kwa ajili ya na naizana kwa ajili ya mambo yale yanayomhusu Mungu. Amen. Mtazamaji mpendwa, tukushukuru wewe ambaye unaendelea kuwa nasi. Asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki, na bila shaka tukuahidi kwamba tutaendelea kila wakati kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho unakitarajia kutoka hapa. Wale ambao inawezekana kwa namna moja au nyingine jitamani basi kupata diary ya Mtakatifu Faustina kwa Dar es Salaam, kwa masista mabinti wa Mtakatifu Paulo. Yes. St. Joseph pale jirani, duka le Paul's Books and Media Center. Pauline wanasema Pauline Books and Media Center. Kwa hiyo unaweza kuipata pale. Nimshukuru sana dada Areta Leonard Simon, mkufunzi wetu pia katika swala zima la ibada ya huruma ya Mungu. Lakini asante baba, na bado tunaomba uendelee kuwa nasi. Padri Tito Rwegoshora, paroko wa parokia ya Nyeburu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Mimi ni Gaudens Sierra. Tushukuru pia timu nzima ya Tumaini 33, na endelea kuitazama Tumaini TV.